Mavara. Na ukipita kwenye taarifa yao, hebu pita kidogo tuone kwamba kuna uthibitisho wa hili. Wanasema kwamba klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni upo kama ulivyopangwa. Paragraph ya kwanza wamemaliza hapo. Lakini wanaongezea, wanasema tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 Machi wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaza uwanja Mkapa. Tiketi zile ambazo Simba hiyo sio bodi ya ligi. Hiyo ni Simba. Hiyo ni Simba hiyo. Na hii ni taarifa kwa umma. Kwani mwenyeji wa mchezo huu ni nani? Mwenyeji ni Yanga. Ni Yanga ndio mwenyeji wa mchezo. Na anayepaswa kufanya mchezo ufanane ni nani? Aliyepaswa kutangaza viingilio na kupromoti ni Yanga, kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo, kama ilivyokuwa kwa Simba mechi iliyopita. Naam. Yes, wao walivyokuwa wenyeji ndio wanafanya hizi promotion. Yani taarifa kimsingi of course ilitakiwa Yanga ndio waseme kwamba mechi ipo, watu wanunue tiketi na taratibu zinaanza. Simba kaamua kutoa hiyo. Mtazamo wako upo? Mimi kwa mtazamo wangu tu kama mchambuzi Profesa Mandela, tukiwa tunajadili mbungi hii ambayo tumeamkia nayo asubuhi hii mpaka sasa hivi dakika ya 15 tangu barua hii itoke. Mimi kwa mtazamo wangu kwamba hii vita ni kubwa Mavara, si ya kuizungumzia tu kwa kukurupuka. Hii vita ya Usimba na Uyanga, lakini tukimtoa Simba pembeni, tukimzungumzia Yanga na bodi ya ligi, sasa imeshakuwa vita kubwa. Sasa ukitazama kwa macho matatu hii Mavara, unaikuta kwamba kumbe huenda si Simba, huenda si Yanga, na huenda sio bodi ya ligi. Kuna mtu yuko nyuma yake. Inawezekana kaa jambo hilo kwa sababu yani haiwezekani. Jana barua Yanga imetoka kwa umma kwamba kuna mtu mwingine, yani kuna vita inapigwa huku lakini wanaochezesha wako nje. Sisi hatuwajui. Yes. Kwa sababu unavyosema Profesa, jana pia wakati afisa habari kwa maana Yanga imetweet press pale makao makuu, moja ya vitu ambavyo alizungumza afisa habari wa Yanga, alisema walipokaa na CEO wa bodi ya ligi kwenye kikao chao cha ndani, ambacho CEO hakusema, anasema katika ripoti ambayo ipo pale kuna simu ya mkubwa ilipigwa ile siku kwamba mageti yasifanyaje, yasifunguliwe. Na nukuu alivyosema afisa habari wa Yanga na alivyokana, ndo akawa na mtumu CEO wa bodi ya ligi, akasema kwa nini CEO hajalisema hili? Yanga wanataka ripoti iwe hadharani. Lakini Simba leo wamesemaje kuhusu ripoti yao? Simba kwenye ripoti yao wanasema kwamba kuhusu huyo mkubwa ambaye alipiga simu kwenye mageti hiyo 7 Machi. Simba wamegusia nao hicho kipengele au wao hawajagusa? Sasa Simba wamegusa kinamna. Kwa sababu Simba wanasemaje? Wanasema tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Hawa ni Simba. Na Yanga jana wanasema tunaomba ripoti hadharani na wale ambao walihusika wachukuliwe hatua. Umeona hiyo? Kwa hiyo kumbe hii vita nyuma yake kuna jasusi ambalo inawezekana sio mmoja. Inawezekana sio mmoja. Ni kikundi cha watu. Inawezekana wazito, wakubwa. Wazito kwa sababu kama ripoti bodi ya ligi hataki kutoa, Yanga wanataka ripoti iwekwe hadharani na ijadiliwe na watu wachukuliwe hatua. Simba wanataka ripoti ya wale ambao waliharibu ile usiku kwa maana jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 iwekwe hadharani wachukuliwe hatua. Kwa nini haya mambo hayawekwe sasa? Mavara hii kubwa. Kwa nini? Yaani kuna nini hapa? Yaani kumbe inaweza ikawa watoto wanapigana wenyewe kwa wenyewe, kumbe baba na mama wanajua kabisa kwamba hii vita vita ya watoto wangu inatokea mahali fulani. Sasa kwani
kuna kitu gani bodi ya ligi mpaka waweze kuficha hili jambo? Wanaona ni sahihi kwamba tuendelee na mizozo na mabishano kwenye mitandao, lakini pia wao wanaona vema ligi ya Tanzania bara iendelee kuharibika na watu ambao hawafahamiki. Yaani kumbe hii nimegundua watu wasiojulikana wapo mpaka kwenye michezo. Wapo. Kwa sababu gani? Mbona bodi ya ligi jana hawakuweza kuangamua? Wamesema tu kwamba jamani, kuna simu kwa nukuu umesema ya Ali Kamwe. Tena walikuwa wanazungumza kwenye kikao cha ndani. Sio mwenyewe akuzungumza. Akuzungumza kabisa. Kwa sababu sio alitoa sababu ambazo zilikuwa very open. Kwa wakati tumeenda Yanga wenyewe wakasema sio, kuna vitu anavificha. Kumbe Kavala hapa ndo nimegundua. Wallahi nakwambieje, Simba na Yanga wameshaungana. Mimi nakwambia ukweli. Hata masiala. Simba na Yanga wameshaungana, wameshakuwa kitu kimoja. Wameshagundua kwamba wapi paliharibika. Nani ndio maana ukisoma hata paragraph ya mwisho hapa cha mwisho anasema kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia mpira wa miguu nchini kwa sasa. Young Africans wanadai nini wao? Wanadai ripoti na itolewe, iwekwe hadharani, lakini wanadai wenye mamlaka waweze kuachia ngazi. Na Simba sasa hivi hapo nini pia na wanadai ripoti iwekwe hadharani na watu wachukuliwe hatua. Basi Simba wameshaungana na Yanga, wameshakuwa kitu kimoja, wanataka ripoti hiyo moja itolewe. Sasa mimi kwa marubaini hapa inawezekana kwamba ngoma iwekwe hadharani. Ngoma iwekwe hadharani. Kilichosababisha mpaka 8 Machi. Wekeni mambo wazi sasa. Mambo yaweke hadharani. Mimi nafikiri bodi ya ligi hawa ni watu wazuri sana. Tuna viongozi mahiri, unajua wamefanya makubwa sana kwenye mpira wetu. Sana. Ukimzungumzia Almas Kasongo, ukimzungumzia yani ukianza kwa president wamefanya mambo makubwa. Ili siwatie dosari. Ili ni moja. Weka ripoti hadharani, watu wale rungu. Kama kuna mkubwa kutoka serikalini yameutibua mchezo, wamweke hadharani. Weka hadharani kwa sababu sheria zinasema serikali haingilii. Kama si hatujui kama ni mtu wa serikali, sisi hatujui. Lakini kama kuna watu wazito, weka ripoti hadharani. Anika kwamba bwana Machi 7 ule usiku aliyefunga geti ni huyu, waliofanya waweke watu wale rungu, wakishakula rungu mpira uendelee. Kwa sababu kuendelea kuwaficha ndo haya. Ndio maana ukuta Yanga hivi. Kwa nini Simba anakuwa na confidence? Anakuwa na confidence kwa sababu ile uchunguzi ripoti haijawekwa. Kwa mpaka leo yani